Mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV. Nipo hapa tena kwa ajili ya mwendelezo wa story mbalimbali, wa habari mbalimbali za ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni yale ambayo tumeendelea kuyazungumza, ambapo jana nilikusogezea update kuhusiana na maafisa wawili wa ulinzi wa kule nchini Marekani walipigwa risasi karibu na Ikulu. Sasa baada ya hapo matokeo yake yamekuwa ni makubwa. Kwanza, Marekani imesema itachunguza tena kadi za kijani, yani green card, zilizotolewa kwa watu waliohamia Marekani kutoka nchi 19 baada ya raia wa Afghanistan kudaiwa kuwapiga risasi wanajeshi wawili wa Marekani Ikulu siku ya Jumatano. Nchi hizo 19 ni pamoja na Afghanistan, Chad, Jamhuri ya Kongo, Haiti, Irani, Libya, Somalia, Sudani, Yemen, Burundi, Cuba, Sierra Leone, Togo na Venezuela. Lakini pia katika habari nyingine ni kwamba mmoja wa wanajeshi wawili wa ulinzi waliopigwa risasi katika Ikulu ya Marekani siku hiyo ya Jumatano amefariki dunia. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Sarah Beckstrom mwenye umri wa miaka 20 alifariki dunia kutokana na majeraha. Rais Trump alisema Alhamisi jioni. Mwanajeshi wa pili Andrew Wofe mwenye umri wa miaka 24 bado anapigania maisha yake. Trump pia aliongeza, wote wawili walipigwa risasi kwa karibu katika Ikulu ya Marekani muda mfupi tu baada ya saa 8 za mchana kwa eneo hilo siku ya Jumatano. Polisi wamemkamata mshukiwa mmoja kuhusiana na tukio hilo la ufyatuaji risasi, ambaye ni Rahmanullah Lakanwali mwenye umri wa miaka 29 kutoka Afghanistan. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.